Naitwa Maregesi Shaban, ni mkuu wa kitengo cha kilimo biashara kwenye benki ya CRDB. Mafunzo kwa wadau wetu muhimu sana kwa ajili ya kuweka mizania nzuri ya uwezeshaji wa vijana na wanawake kupitia kampuni yetu tanzu ya CRDB Bank Foundation. Mafunzo haya yamedhaminiwa na watu wa Enabel kupitia Umoja wa Ulaya, tukishirikiana pamoja na benki ya CRDB kwa lengo moja la kujenga uwezo na kuwawezesha watendaji wakuu katika jamii kuwa na uwezo wa kuwafikia vijana na kina mama walio wengi ili waweze kufahamu namna bora ya kusimamia biashara zao, namna bora ya kusimamia uwezeshaji ambao benki itawawezesha kupitia CRDB Bank Foundation. Tunalenga kupata uchumi wa dola trilioni 1 kama pato la taifa. Lakini ukiangalia sensa iliyofanyika hivi karibuni hapa nchini, tuko zaidi ya watu milioni 61. Na ukiangalia wastani wa umri wa sensa yetu ni miaka 18. Hii inatuambia nini? Inatuambia kwamba kundi kubwa la watu ambao wanatakiwa kuhusika na ujenzi wa uchumi wa nchi, kuhusika na kuongeza ajira za Watanzania, kuhusika na kukuza pato la taifa mpaka tufikie uchumi wa dola trilioni 1 ni vijana. Kupitia mafunzo haya tunaamini watendaji walioko kwenye serikali za mitaa, watendaji waliopo kupitia ZEA upande wa visiwani kule Zanzibar, tutaweza kuwafikia vijana tukiwa na dira zinazofanana, tukiwa na mikakati inayowezesha sasa kuinua uchumi kutoka uchumi wa kujikimu kwenda ule uchumi ambao ni wa kibiashara, uchumi unaoongeza ajira kwa Watanzania, uchumi utakaoleta tija kwenye pato la taifa. Tunashukuru sana wadau, hasa wadau kutoka SIDO. Tumepata uwakilishi kutoka SIDO Mwanza, tumepata uwakilishi kutoka SIDO Tanga, na hii ni mwanzo tu wa kuamsha uwekezaji kwa nchi yetu yote. Vijana kule waliko tutawafikia, na kupitia mafunzo haya wataweza kupata mitaji wezeshi ili waongeze tija kwenye biashara zao, waweze kulipa madeni yao, lakini waweze kujikimu na kubaki na ziada kwa ajili ya uwekezaji zaidi. Tunachowaahidi Watanzania na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kwamba CRDB iko bega kwa bega kushirikiana na taasisi zote za serikali bara na visiwani, na tutaendelea kuchagiza uwekezaji kwenye sekta muhimu zote za kiuchumi kupitia vijana na kina mama, ili dira yetu ya 2050 tuifikie bila mashaka yoyote. Na kimsingi tuna ubunifu tofauti na wawekezaji wengine. Tuna ubunifu wa kuangalia namna gani tuwawezeshe vijana kulingana na hali halisi walionayo kwenye maeneo yao, lakini kulingana na aina ya uwekezaji wanaofanya, na tumeshirikiana na serikali za pande zote mbili, bara na visiwani. Kule visiwani tuna programu inaitwa Inuka na Uchumi wa Buluu. Programu hii ni programu shirikishi kati ya benki ya CRDB kupitia CRDB Bank Foundation, lakini pia tukishirikiana karibu na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tumeweza kutenga fedha kwa ajili ya kuwawezesha wawekezaji kwenye sekta zote za kiuchumi, bila kusahau sekta ya uvuvi, kilimo, biashara, viwanda pia. Washiriki watajifunza namna ya usimamizi mzuri wa miradi ya kijamii, lakini namna ya kuweza kupata mitaji wezeshi kupitia kampuni yetu tanzu ya CRDB Bank Foundation, lakini kikubwa zaidi ni namna ya kusimamia uratibu wa shughuli za kiuchumi kwenye maeneo yao. Kwa hiyo hii sio kwamba walikuwa hawafahamu namna ya kufanya, tunawaongezea au kuwajengea uwezo
kutoka pale walipokuwa ili waweze kufanya zaidi. Na ukiangalia sasa dunia inakwenda tofauti kiteknolojia. Hatujaacha masuala ya mifumo ya kidijitali. Sasa hivi kwa mfano ukifungua account CRDB hauhitaji kusogea kwenye tawi ili upate huduma. Mteja yeyote mwenye account CRDB, ili mradi awe na simu, anaweza kufanya miamala yake, anaweza kupata taarifa zake, anaweza kupata huduma anazostahiki kupitia simu. Lakini pia kuna njia tofauti za kufanya miamala, kupata huduma, hata kupata mikopo ndani ya mabenki. Sasa tumeona ni fursa pia kuwajengea uwezo wa namna gani mifumo ya kidijitali inaweza kuleta tija, hasa ukiangalia dunia ndiko inakokwenda, na kikubwa ni kwamba hata namna ya uwekezaji sasa hivi imebadilika. Aina ya teknolojia zinazohitajika kulingana na aina ya miradi tunayoisimamia pia inaenda kwa kasi. Kama benki CRDB tumeliona hilo, na kupitia ushirikiano uliopo kati ya Enabil chini ya support ambayo tunaipata kupitia European Union, tunaona ni vema tujenge uwezo ambao sasa utaleta mabadiliko chanya ili tuweze kufikia ndoto zetu za dira ya kimaendeleo ya taifa ya 2050, kufikia uchumi wa dola trilioni 1 na zaidi bila kupungukiwa na chochote. Na tunachokiomba ni ushirikiano na mafunzo haya. Huu ni mwanzo, sio kwamba tumemaliza. Tuna imani kwamba yataendelea kuwepo kila wakati kulingana na namna tunavyoona nini kinahitajika sokoni na nini kinahitajika kwa wawekezaji kuweza kufanya vizuri zaidi. Na mwisho, hatuishi kwenye kuwezesha na kuzalisha, tunawaunganisha pia wale wanaozalisha na masoko ambayo wanahitaji ili uzalishaji wao uwe himilivu. Majina naitwa Kikolo Rafael Mwakasungula, ni meneja mradi kutoka shirika la maendeleo la Ubelgiji naitwa Enabel. Tunatekeleza mradi unaitwa Inclusive Green and Smart Cities unaofadhiliwa Umoja wa Ulaya kwa mkoa wa Mwanza, Tanga pamoja na Pemba. Umejikita kusaidia vijana haswa kupata mitaji na mafunzo ya biashara, na haswa ikibadilisha maisha yao kupitia uchumi mzunguko au uchumi wa kijani. So, mitaji inapatikana sehemu nyingi sana. CRDB ambao tupo nao leo, ZEA, Zanzibar Economic Empowerment Agency, pamoja na SIDO. Hizi sehemu zote zina mitaji mbalimbali na pia halmashauri zina mitaji kwa kupitia ile 442 au 10%. Changamoto mara nyingi sana tunahisi kwamba mitaji haipatikani, na hiyo ndio shida ambayo iliyopo. Ndio maana leo tuko hapa kwenye hiki kikao kuona namna gani tunaweza kuimarisha uwezo wa hii mifuko mbalimbali kutoa huduma kwa vijana wetu. Changamoto mara nyingi pia tunaweza tukahisi kwamba hii mikopo inayopatikana sio nafuu, lakini kwa hizi fund zote ambazo zinafadhiliwa na serikali moja kwa moja, mikopo ni nafuu na inapatikana. Namna ya upataji sasa ndio changamoto, na ndio hiyo tuko hapa kuitatua. Mara nyingi watu wanahisi kwamba vigezo ni vingi sana. Na hiyo hata mimi ni mfanyabiashara, kiachana na kazi ninayofanya ni mfanyabiashara. Ni kweli vigezo vinakuwa vingi, lakini pale tunaporasimisha utaratibu wa kufanyaji biashara inakuwa ni rahisi. Saa hizi ngazi nenda hadi kwenye ngazi ya mtaa kabisa. Kuna mtu ambao ni kazi yake kabisa maalum kuelewesha vijana kwa namna gani. Na wapo hapa leo pia kuongeza nguvu kidogo kwenye hii sekta. Naamini kabisa kila mtu anaelewa jukumu lake ni lipi na kuwa ni rahisi. Kwa hiyo kwa vijana natoa rai sana kwamba uende kwenye ngazi za serikali za mitaa. Waanzie hapo kwanza kujiandikisha kama ni mfanyabiashara au hata ni mjasiriamali. Watambulike kwanza katika hizi ngazi. Ndio inakuwa rahisi afisa maendeleo wa jamii kwamba amguide kidogo kama mikopo inapatikana kwa namna gani. Jina naitwa Haji Muhammad Haji, ni mratibu wa taasisi ya wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi Zanzibar, lakini kwa upande wa Pemba. Nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru wadau wetu CRDB Foundation, lakini pia kuwashukuru Enabel, watu wa Umoja wa Ulaya kwa kuwezesha utekelezaji wa programu hii ya sasa, ambayo ndani yake kuna huu mradi wa Inclusivity kimantiki, ambao sisi kwa upande wa ZEA tunashiriki katika maeneo makuu mawili. Eneo hili la access to finance, lakini pia eneo la business development service. Nitazungumzia hapa kwenye access to finance kwa sababu ndio
component ambayo imetukutanisha hapa siku ya leo. Training hii imeandaliwa mahususi kwa ajili ya kuongezea uwezo watendaji wa taasisi mbalimbali ikiwemo SIDO Tanga, SIDO Mwanza pamoja na ZEA kwa upande wa Pemba. Kwa hiyo tuchukue fursa hii kuwashukuru Enabel, lakini kuwashukuru CBF kwa kuweza kutukutanisha kama wadau hapa ambao tunahudumikia moja kwa moja kwenye jamii, na tunaahidi kwamba mafunzo haya basi tutayachukua na kuweza kwenda kuyafanyia kazi kwa lengo la kutoa huduma endelevu kwa jamii ambayo tunaihudumia na kuhakikisha kwamba tunajenga uchumi ama ukuaji wa uchumi jumuishi katika nchi yetu, tukiwa na lengo la kufukuzia utekelezaji wa dira ya 2050 ili kuweza kutekeleza maagizo ya serikali. Upande wa Pemba, swala zima la uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imejikita na imeweka mipango na mikakati madhubuti, na tuko na, ukiachana na programu hii ambayo tunafanya na CBF pamoja na Enabel, lakini tuko na programu kama vile Inuka ambayo tumekuwa tukitekeleza kwa kushirikiana karibu na CRDB Bank, lakini tuko na programu ya 442 ambayo pia nayo tumekuwa tukitekeleza na pamoja na TCB Bank, lakini pia tuko na programu ya Halifa ama Abu Dhabi Fund ambayo tunashirikiana na benki ya watu wa Zanzibar. Programu zote hizi zimejikita katika kupeleka huduma za kifedha kwa wananchi, lakini kwa wajasiriamali wadogo wadogo, wakati pamoja na wafanyabiashara wakubwa. Lengo ni kuhakikisha kwamba kila Mzanzibari anakuwa na shughuli ya staha ambayo anaweza kuifanya kiuchumi, ambayo inamuingizia kipato, lakini inaongeza ajira, lakini pia na kuweza kuinua pato la taifa kwa ujumla wake. Naitwa Haines Daniel Machange, ninatokea SIDO, ni mshauri wa masuala ya mazingira. Ninafurahi sana kuwepo mahali hapa kwa siku ya leo kwa ajili ya mafunzo haya ya siku 3 ambayo sana sana yanalenga kuhusiana na maendeleo ya ujasiriamali, ambayo ndo kazi yetu kubwa ya msingi kama SIDO, kuhakikisha tunatoa mafunzo ya ujasiriamali kwa wananchi, kwa hususan vijana na wanawake, ili kukuza viwanda vidogo Tanzania. Na ninatumaini kwamba mafunzo haya yatakuwa na msaada mkubwa sana kwetu, kwa sababu yataendelea kutuimarisha katika majukumu yetu ya msingi tunayafanya kila siku, na pia yatatusaidia katika usimamizi wa fedha ambao tunaufanya kila siku. Tunafahamu kwamba vijana wana changamoto ya ajira, na kama sehemu ya watu tunawasaidia kutengeneza ajira, basi sasa moja kati ya maeneo maalum kabisa ambayo tunatakiwa kuyazingatia ni swala la usimamizi wa fedha. Kwa hiyo ninategemea mafunzo haya yataendelea kutuimarisha katika jukumu letu lingine la msingi la kusimamia fedha, kwa sababu pia sisi tunatoa mikopo kwa vijana na wanawake katika shughuli zao za ujasiriamali wanazozifanya kila siku.